Weka mkono wako wa kulia kwenye kifua chako. Baba, katika jina la Yesu ninaomba siku ya leo Bwana, napokwenda kujifunza neno hili, ninaomba Mungu wa mbinguni ukadhihirike, na kuomba Mungu wa mbinguni ukafanye katikati ya watu wako na ukatembee na ukaonekane kuanzia sasa. Baba, tunapoenda kujifunza mambo haya 10 Mungu wa mbinguni ambayo tunatakiwa kuyafanya ili kiu yetu ya maombi irudi ndani yetu ili tuweze kuomba na kufunga. Mungu, ninaomba kuanzia sasa neno hili Bwana likae ndani ya mioyo ya watu Bwana, likabadilishe maisha ya watu na likabadilishe mioyo ya watu kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Kwa tutajifunza mambo 10 ambayo tunatakiwa kuyafanya ili kiu ya kufunga na kuomba iweze kurudi ndani yako. Ama kuna wengine tulikuwa tuko hapa, kuna kipindi fulani katika maisha yetu tulikuwa tunaomba sana, tulikuwa tunafunga sana, lakini sasa hivi haufungi, hauombi, unaishi kawaida. Kila unapotamani kuingia kwenye maombi, ama kuna muda ukiingia kwenye maombi, ukiomba dakika ya kwanza, dakika ya pili, dakika ya tatu, dakika ya 4, dakika ya 5, maneno yanaisha yote. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia, na ni la muhimu sana, tubu dhambi zako kila siku. Kwa sababu dhambi huwa inaondoa hamu ya kumtafuta Mungu iliyopo ndani ya mtu. Ile hamu ya kumtafuta Mungu ndani ya mtu huwa inaondolewa na dhambi. Ile kiu ya kumtafuta Mungu ndani ya mtu huwa inaondolewa na dhambi. Hakuna mwanadamu asiyekosea, kila mwanadamu anakosea katika namna yake, kila mwanadamu anakosea katika sehemu yake, lakini hata kama unakosea, usikae bila kutubu. Hakikisha unatubu. Kuna muda, kuna makosa mengine unakuwa unayajua kabisa kwamba hili nimemkosea Mungu, tubu moja kwa moja. Lakini kuna muda, kuna makosa mengine unakuwa umekosea, lakini haujui hata kama umemkosea Mungu, tubu hivyo hivyo. Na ndio maana kuna sehemu Yesu aliwaambia kwamba uwasamehe kwa sababu hawajui wanajua walitendalo. Kwa nini uwasamehe? Kwa sababu hawajui walitendalo. Kumbe kuna vitu unaweza kuwa unavitenda ambavyo ni kinyume na utaratibu wa Mungu, na wewe hauvijui kama ni kinyume na utaratibu wa Mungu. Unaishi tu kawaida. Kuna mambo mengine yanaweza kuwa ni ya kawaida kabisa, yanaonekana ya kawaida kabisa katika ile binadamu, lakini kumbe unafanya wewe, unakuwa unamkosea Mungu bila wewe kujua. Unakuwa unamkosea Yesu bila wewe kujua. Kwa hiyo unapokuwa unatubu mbele za Mungu, unakuwa unatubu hata kama hujui ni dhambi gani uliyomkosea Mungu. Tubu kwanza. Na ninaposema maisha ya kutubu, simaanishi kwamba utubu unapoingia kwenye maombi peke yake. Unapoingia kwenye maombi yoyote, ama unapokuwa katika hali yoyote ile, jitahidi kutubu kwanza. Mwambie tu Mungu, ninaomba unisamehe makosa yangu. Sijui nilipokosea. Mungu, nisamehe kwa yale makosa ninayojua na yale nisiyoyajua. Nisamehe kwenye vitu ambavyo nimetenda kwa kukusudia ama kwa kutokusudia. Kwa sababu kuna vitu vingine unavifanya, mtu unajua kabisa hichi ni dhambi, lakini bado unakifanya. Unajua kabisa haya ni makosa, lakini bado unayafanya. Kuna muda mwingine unajua Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Mnaweza mkao mmepanga siku fulani kwamba tutafunga. Unafika huo wakati wa kufunga, unafika huo muda wa kufunga. Sio kama umesahau, unakumbuka kabisa leo ni siku ya kufunga, lakini bado unakula. Roho inakusuta, lakini bado unaendelea kufanya nini? Unakula. Kwa nini roho inakusuta bado unaendelea unakula? Hiyo ni dhambi, tayari umemkosea Mungu. Umeenda kinyume na makubaliano. Umeenda kinyume na utaratibu. Kwa vitu vidogo vidogo ambavyo tunashindwa kuvizingatia, ndio vitu ambavyo vinaondoa kiu ya maombi ndani yetu. Ndio vitu ambavyo vinaondoa hamu ya kumtafuta Mungu ndani yetu. Vitu ambavyo tunaviona ni vya kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kitabu cha Zaburi sura 66 na ule mstari wa 18. Zaburi 66:18. Mungu awabariki wote mnaoandika. Mungu awabariki sana mnaoandika. Inasema hivi, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Ina maana kumbe hata kuna dhambi zingine tunazitenda kwa mawazo yetu. Unapofikiria tu maovu ndani yako, Mungu hawezi kusikia ni kitu gani ninachokisema. Mungu kama hawezi kusikia kitu gani ninachokisema, hauwezi kuwa na hamu ya kumtafuta Mungu. Hauwezi kuwa na hamu ya kumtafuta Mungu. Hauwezi kuwa na kiu ndani yako ya kumtafuta Mungu. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, soma neno la Mungu kila siku. Neno la Mungu yawe ni maisha yako ya kawaida. Watu mko hapa nikiwauliza kwamba mmesoma neno la Mungu wapi? Hamsomi. Unakumbuka kusoma neno la Mungu unapokuwa kanisani. Ukitoka Jumapili, ukishafunika daftari lako, ukifunika na Biblia, tukutane tena Jumapili inayokuja. Sasa hauwezi ukawa na kiu ya kuomba kama neno la Mungu halipo ndani yako. Neno la Mungu huwa na tabia kumsukuma mtu aweze kuomba. Hauwezi ukawa na kiu ya kuomba ndani yako kama usomi neno la Mungu. Bila neno la Mungu hauwezi ukaomba. Kwa sababu neno la Mungu huwa linamsukuma mtu kuomba, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu, ni sauti ya Mungu yenyewe. Huwezi kusikia sauti ya Mungu kama una neno la Mungu. Huwezi kuwa na hamu ya maombi kama una neno la Mungu. Neno la Mungu lina tabia ya kuwasha moto wa maombi ndani ya mtu. Neno la Mungu lina tabia ya kuweka sauti ya Mungu ndani ya mtu. Utasemaje unamsikia Mungu na hausomi neno la Mungu? Mambo yote ya imani, vitu vyote vya kiimani tunavipima kwa msingi wa nini? Wa neno la Mungu. Utajuaje kwamba hii inayosikia ni sauti ya Mungu au ni sauti ya shetani? Lazima neno la Mungu lio limejaa ndani yako kwanza. Neno la Mungu lisipokuwa limejaa ndani yako, hauwezi ukatofautisha kama hii ni sauti ya Mungu,
hii ni sauti ya shetani au haya ni mawazo yangu. Huwezi kutofautisha. Lazima uwe na neno la Mungu kwanza liweze kujaa ndani yako, ili uwe na uwezo wa kutofautisha kati ya sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Kitabu cha Yeremia sura ya 15 ule mstari wa 16 inasema, maneno yako yalionekana nami nikayala. Unaona, maneno ya nabii Yeremia aliyala maneno ya Mungu. Kuyala maneno ya Mungu ni nini? Ni kama kusoma, ni kama kuyasoma. Sio kwamba alichukua Biblia hivi akaikunja akaanza kuitafuna, hapana. Ni kwamba alisoma neno la Mungu, alisoma neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu litakujengea kiu ya kuomba moja kwa moja ndani yako. Jambo la tatu, omba hata kama husikii hamu ya kuomba. Kuna watu tusipokuwa na hamu ya kuomba hapa huwa hatuombi. Yaani kuomba kwako wewe, nisikilize nikwambie kitu, mwana wa Mungu. Mwili wako huwa hauwezi kutaka kuomba. Akili yako wewe haiwezi kutaka kuomba. Akili yako inahitaji kupumzika. Akili yako inapenda starehe, akili yako haipendi shida. Sasa ukisema kwamba eti unaomba kwa sababu unasikia hamu ya kuomba, unaomba kwa sababu unasikia hisia za kuomba, unasikiliza moyo wako ndio unaenda kuomba, hauwezi ukaja kukaa ukaomba hata siku moja. Kwa sababu kuna siku nyingine unaweza ukawa umekuwa na siku mbaya kweli, mambo yamekuwa ni mengi, majanga mengi yamekusumbua siku hiyo, umekutana vitu vingi kazini, bosi amekufokea, mume amekufokea, ndugu zako wamekufokea, ndani yako unajisikia moyo umekuwa ni mzito, hauna hamu ya kuomba kabisa. Sasa utaacha kuomba kwa sababu hauna hamu ya kuomba? Utaacha kuomba kwa sababu mume wako amekuuzi, mke wako amekukwaza? Hawezi ukaacha kuomba. Kwa hiyo ukitaka kuendelea kuomba, yaani utafanyaje sasa ili kuwa na kiu ya maombi ndani yako? Kuna muda inatakiwa hata kama usikii hamu ya kuomba ndani yako, unajilazimisha kuomba. Kwa sababu kwenye kitabu cha ile Luka mtakatifu sura 18 na ule mstari wa kwanza anaonyesha kabisa kuomba ni amri. Sio unaomba kwa kuona hisia. Anasema hivi, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Luka mtakatifu sura 18 mstari wa kwanza. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Ni amri kuomba. Roho yako bila neno la Mungu haiwezi kaishi. Roho yako inakuwa ni dhaifu, ni kwa sababu hausomi neno la Mungu mara kwa mara. Hauna tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Kwa ili ukitaka roho yako iwe na nguvu, lazima ujitahidi kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Tunaelewana Jambo la 4, sikiliza mahubiri na mafundisho ya kiroho. Maandiko yanasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mafundisho yanajenga imani yako. Imani yako inavyozidi kujengeka na kiu ya maombi ndani yako, kiu ya kumtafuta Mungu, kiu ya kufunga inakuja ndani yako. Bila kuwa na mafundisho, bila kusikiza mafundisho, hauwezi ukawa na kiu ya kuomba. Wewe ulivyo siku ya leo hivyo ni matokeo ya kitu gani ulichokisikiliza. Kitu unachokisikiliza kina shape maisha yako. Kitu unachokisikiza kinakubadilisha maisha yako. Imani yako imejengwa kwenye nini? Ukiona mtu wa kusikiza vitu vya hofu sana, ndani yako unakuwa hauna hofu, unakuwa na wasiwasi, unakuwa hauna imani. Ukiona mtu ambaye unasikiza habari za kutisha, habari za kutia uoga, habari za kukuhuzunisha, moyo wako unakuwa na huzuni. Wewe maisha yako yote yanakuwa ni maisha ya huzuni. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu unachokisikiliza. Kitabu cha Warumi sura 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Chanzo cha imani yote ile ni kusikia. Imani yako kwa Yesu ukitaka ijengeke, imani yako kwa Mungu ukitaka kijengeke, lazima ujifunze kusikia mara kwa mara, ujifunze kusikiza neno la Mungu mara kwa mara. Usisikize neno la Mungu unapokuja kanisani peke yake. Hapana. Fungua redio yako, sikiza neno la Mungu. Fungua redio yako, sikiza mafundisho. Chukua simu yako, sikiza mtandaoni, huko kuna mafundisho mengi. Sikiza mafundisho. Fuatilia watumishi wa Mungu wanasema nini. Jambo la 5, tumia muda wako mwingi kuwa na watu wanaopenda kuomba. Watu wanaopenda kuomba. Lazima uwe na watu wengi ambao wanapenda kuomba. Ukikaa na watu ambao wanapenda kuomba, wanakuambukiza ule moto, na utajikuta unaomba moja kwa moja. Ukikaa na watu ambao hawapendi kuomba au watu ambao hawana maombi, watakuzima bila wewe kujua. Moto wa maombi ndani yako utazima. Kitabu cha Mithali sura 27 mstari wa 17 inasema, chuma hunoa chuma, kadhalika mtu humnoa mwenzake. Chuma hunoa chuma. Ina maana unapokaa na mtu mwenye maombi, na ile roho ya maombi anakuambukiza, na unajikuta unakuwa unaomba kama yeye anavyoomba. Lazima uweze kujifunza kukaa na watu wanaoomba. Wanasema, unajua kwa nini wanasema kwamba ndege wafananao ndio wanaruka pamoja? Nikitaka kujua tabia yako, naenda kuangalia tabia ya nani? Ya rafiki zako. Yaani wewe hata kama unajificha vipi, watu wakiangalia tu rafiki zako wanaweza kujua tabia yako wewe ni tabia gani. Vivyo hivyo, hata kama wewe sio mwana maombi, wewe unajiona kabisa, mimi kuomba sana huwa napata shida sana na naopata maombi, lakini mama fulani anaomba sana. Mama fulani wanamsikia sana usiku anaomba. Unajitahidi, unakuwa karibu naye. Weka mazoea na watu wanaoomba. Cha 6, anza kufunga hata kama ni kwa muda mfupi. Anza kufunga hata kama ni kwa muda
mfupi. Hata kama unajua mimi sio mtu wa kufunga sana, kama unajua na masaa 12 huwezi kufunga, funga angalau masaa 6. Unafunga kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 6 mchana, unaenda unakula. Kipindi hicho unachokuwa umefunga unajitahidi unaomba hata nusu saa au saa 1. Hauwezi watumishi wa Mungu ukaamka siku hiyo ukaanza kufunga tatu kavu, ukaanza kufunga masaa 24, hauwezi ukaanza kufunga masaa 12. Lazima uanze kidogo kidogo kwanza. Unafunga masaa 6, Mungu anakutia nguvu, unakuja unaanza kufunga masaa 12. Mungu anakutia nguvu, masaa 18, masaa 24, unajikuta mpaka unaanza kufunga siku 2. Kwa nini? Kwa sababu unaanza taratibu. Unashindwa kufunga siku ya leo ni kwa sababu wewe unataka kuanza moja kwa moja. Na ndio maana unafunga saa 1 asubuhi, ikifika saa 8 mchana tumbo linaanza kuuma. Jambo la 7, ondoa vitu vinavyoharibu au vinavyochukua muda wako mwingi. Ondoa vitu. Mitandao ya kijamii hii, kuangalia filamu nyingi, kufanya vitu vingi ambavyo havina umuhimu. Ule muda ambao ulikuwa unasikiliza vitu vingine ambavyo havina umuhimu, ulikuwa unaangalia vitu vingine ambavyo havina umuhimu sana. Kuna kazi zako unaangalia zako mahubiri. Unafungua Upendo TV, unafungua kwenye redio, unafungua kwenye TV, unaangalia mahubiri. Punguza ule muda wa kufanya vitu visivyokuwa vina maana yoyote. Ule muda wa vitu ambavyo vinakuwa havina maana yoyote. Unakaa na marafiki zako naongea. Ni kweli kuongea na marafiki zako ni vizuri, lakini angalia unaongea nao kwa muda gani. Lazima ije ndani yako. Ile hali ya kumsifu Mungu lazima ije ndani yako. Unapokumbuka kwamba mimi bila Mungu nisingekuwa hapa nilipo. Kuna kipindi dunia nzima ilinikataa. Watu wote walinikimbia. Watu wote ambao nilikuwa nategemea kwangu, nilikuwa naona kama ni nguzo, walinikimbia na kunikataa. Lakini Mungu nilibaki na wewe. Unapokumbuka mambo ambayo Mungu alikufanyia, ile kiu ya kwanza kwamba ndani yako inarudi. Unakumbuka kabisa kwamba kuna kipindi ajali ilitokea kwenye maisha yako na watu wote walikufa, ulibaki peke yako. Unakumbuka kuna kipindi bajaji ibinuka, ulikuwa si mnajua baba zenu za Saranga hizi. Bajaji imebinuka lakini mlitoka mkiwa wazima. Au kuvunjika. Mwezi wa 10 ulinusulika na risasi, ulibaki ndani. Kwa nini usimshukuru Mungu? Au nafikiri kupigwa risasi kwa sababu ulikuwa ndani? Sikuna wengine walikuwa ndani na risasi zikaziwafuata, hamkusikia hiyo? Sasa unaona nini unashindwa kumshukuru Mungu? Unapoanza kukumbuka ile mambo ambayo Mungu amekufanyia, unapata ile kiu ya kuomba ndani yako na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 103 na ule mstari wa 2 inasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Jambo la 9, omba Roho Mtakatifu akupe kiu ya kufunga au njaa ya Mungu. Omba Roho Mtakatifu. Kitabu kile cha Luka sura ya 11 mstari wa 13 anasema, Baba wa mbinguni atawapa Roho Mtakatifu hao wamuombao. Mwambie Roho Mtakatifu, naomba njaa. Hayo inatakiwa ni maombi yako. Mwambie Roho Mtakatifu, naomba unipe kiu ya kuomba. Unamwomba Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kuomba. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kuomba. Unakuwa unaomba kitu cha namna hiyo, Mungu atakusaidia. Na jambo la mwisho, tengeneza ratiba maalum ya maombi. Kuwa na ratiba yako maalum ya maombi. Kama mimi nitakuwa naomba muda fulani, na nitakuwa naomba kwa masaa fulani, na nitakuwa naomba kwa namna fulani. Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 35. Hata alfajiri mapema sana akaondoka, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Ratiba hujenga nidhamu, na nidhamu huzaa matokeo ya kiroho, huzaa moto wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa Ukifanya hivyo, Mungu atakusaidia. Maombi ni injini ya kila anayeamini Mungu. Maombi ni injini. Shetani akitaka kukuua, hakupigi kwenye afya yako kwanza. Anapiga maisha yako ya maombi. Anapiga maisha yako ya kufunga. Weka mkono wako kwenye kifua chako. Sema, Bwana Yesu, naomba unisaidie. Naomba unipe kiu ya kuomba. Ninaomba unipe kiu ya kufunga. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa nguvu zangu siwezi. Kwa akili zangu siwezi. Nimejaribu sana, nimeshindwa. Lakini leo ninakuomba, unipe kiu ya maombi na kiu ya kufunga katika jina la Yesu. Amen. Kama umejifunza kitu, sema nimejifunza kitu. Na kama umebarikiwa, sema nimebarikiwa. Muda huu unaweza kukamata sadaka yako kwa ajili ya neno la Mungu. Kamata sadaka yako kwa ajili ya neno la Mungu. Unaweza kumtolea neno la Mungu kwa ajili ya hichi tulichojifunza leo. Lakini kama unatufuatilia kwa njia ya mtandao,
Unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba za simu ambazo zinaonekana hapa kwenye skrini yako. Unaweza kutoa kupitia namba ya M-Pesa hiyo au namba ya Mixx by Yas, ama unaweza kutoa kupitia namba ya bank account ambayo inaonekana hapa kwenye skrini. Kamata sadaka yako, nyosha mkono wako juu, niombe. Funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu naomba Bwana kwa ajili ya sadaka hizo za neno la Mungu kuanzia sasa. Baba, naomba ukawabariki, naomba ukaongeze na kuwazidishia pale walipotoa. Baba, nabariki pale walipotoa kuanzia sasa. Mungu ukawabariki na kuwaongeza na kuwazidisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Jehova, natamka kuanzia sasa, Mungu, natamka Bwana mabadiliko kwenye maisha yao, natamka Bwana mabadiliko kwenye kazi zao. Bwana, kupitia sadaka hizo Mungu wa mbinguni, wakabarikiwe, wakaongezewe Bwana na wakazidishwe katika jina la Yesu. Amen. Uko na sehemu ya 10, nyosha mkono wako. Shemasi wape watu bahasha. Ukishaweka sehemu yako ya 10 kwenye bahasha, sogea pembeni nikuombee. Funge macho yetu. Baba, katika jina la Yesu naombea Bwana mafungu ya 10 Bwana, kila mmoja mmoja Bwana aliyetoa. Baba, naombea wakabarikiwa, wakaongezwe na wakazidishwe kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, nabariki sehemu zao za 10 kuanzia siku ya leo. Baba, naomba ukawasaidie, naomba ukawaongeze na ukawazidishe kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen.